Macho na masikio ni kuelekea uchaguzi wa Oktoba 2025. Tunafahamu joto sasa hivi ni kali kweli kweli huko kwenye majimbo, lakini pia mitaani. Sasa leo tuko nyumbani kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mheshimiwa Abubakar Hassan Seif, mtaa wa Nera hapa jijini Mwanza. Of course town kabisa, yani mjini kabisa. Ni jirani na halmashauri ama zilipo ofisi za halmashauri ya jiji la Mwanza. Kilichofanya tufike hapa ni kuhusiana na kusikia pia naye ni miongoni mwa watu ambao wametia nia ya kutaka ubunge wa jimbo la Nyamagana hapa Mwanza. Amekuwa kwenye nafasi ya mwenyekiti wa mtaa ama serikali ya mtaa toka mwaka 1990. Utajumlisha mwenyewe ili upate hesabu kwamba ni miaka mingapi yupo kwenye nafasi hiyo. Sasa ameona haitoshi, anatamani kupiga hatua. Ni kwenye exclusive interview na IOTV. Mzee wangu, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema wa Tanzania. Mimi ni mwenzenu kada wa Chama cha Mapinduzi, mtoto wa mzee muasisi anaitwa Mzee Hassan Seif. Kihistoria Mzee Hassan Seif kabila yake ni Mzinza. Ametokea Uzinza mwaka 1897 akiwa kijana akija mjini, na mimi nikapata bahati ya mwisho baba katika umri wake mwisho mwaka 65 wakati wazungu wamejenga shule za seminari Holy Family School Nyakaoja, na mimi nikapata bahati baba kaniingiza mle ndani japo ipata changamoto. Wakati sasa unapeleka shule za Wakristo, huyu mtatahama dini, huyu atahama dini, lakini baba akasema acha kasome. Kwa hiyo nimelelewa na kanisa Katoliki toka 65 nikamaliza Ngara sekondari, wamenilea wa Katoliki. Nashukuru wamenilea sana. Bahati nzuri nikaajiriwa makao makuu Dar es Salaam, Dar es Salaam, mhasibu. Maana nilikuwa na maksi zangu zinahusu za mahesabu, nikachagua moja kwa moja direct uhasibu. Sasa changamoto, mzee umri umeshakuwa mkubwa, nikaacha kazi. Nikarudi nyumbani. That was 1980s. December nikaja nyumbani, nikaendelea na kazi zangu, nikaingia kwenye makampuni ya auditing. Nimefanya mambo ya kodi. Mimi ni mtaalamu wa hesabu na kodi muda mrefu sana. Baadaye siasa kwenye damu. Toka shule na ndio masomo pia nimepasi vizuri katika masomo yangu, ni siasa pia. Kwa hiyo nikawa ni kada wa chama. Umekaa kwenye nafasi ya mwenyekiti kwa miaka zaidi ya 30. Sasa hivi karibuni tumepata taarifa ama tukasikia kwamba bana mwenyekiti sasa anataka kupiga hatua nyingine, anataka kwenda kutafuta changamoto nyingine. Kipi ambacho kimekusukuma? Kwanza hizi taarifa ni za kweli ama ni za mtaani kama ambavyo tunazisikia kwamba unahitaji jimbo la Nyamagana? Naomba ni uambie wa Tanzania na ndugu zangu wa jiji la Nyamagana, uwezo ninao, nia ninayo, nimekwenda shule, nimepikwa kwenye maadili, dhamira ninayo, umma ninao nyuma.